michezo 14 ambao walicheza kwenye hatua ile, wakati Yanga wenyewe wakitoka katika kundi A. Hainaingizwa nafasi huko, ndio lakini pigwa kikoyo kwa, lakini mwamuzi anasema nini? Mchezo kanadia, yes, watangulia Yanga. Wanatangulia Yanga. Wanatangulia Yanga. John Misheto akimduaza Machupa Kisumulo ambaye akijaribu kutoa maelekezo jinsi ilivyokuwa, lakini haisaidii kitu. Tizama mpira ambao ulipigwa mrefu huo, akajitokeza mlinda mlango akapambana nao, lakini akaokota dodo chini ya mbuyu. John Misheto hiyo hapo alijaribu ile kupiga kikoi, ni Laurent Suleiman, naizungusha ndani kule, inafika vizuri kabisa kule. Sasa nafasi kwao Fountain Gate, kona ile Joseph Mwansasu ile kuja kujaribisha, kwani kona ambayo Jalo ilimwagwa ndani humu, lakini akutana nao Joseph Mwansasu, kataliwa na walinzi wale. 1 2 3, anaizungusha ndani kwa nafasi huko, lakini inatua kule na tandika kule, 1-1 Hassan Ali May ana level scoreboard akitembea kibabe namna hiyo, wakijibu swali ambalo wameulizwa na Yanga. Kona ambayo iliingizwa ndani, kuna Arafat Masudi, walinzi wakashindwa kuondoa mpira ule kitambaa hivi. Hassan Ali May ilikuwa kuna namna, kaipiga chini hiyo hapo, mpira ulikuwa ukizagazaga hivi, hiyo hapo wakishangilia ama wakitembea kibabe kwa kijidai namna hii. Nafasi kwao Laurent Suleiman, Laurent ashikiliwa huku, bila shaka itakuwa ni kadi hii. Ibrahim Ramadhani ndiyo alishaunywa mara ya kwanza, makusudi kabisa yale. Hiyo hapo alikwenda kuchekechwa na Laurent Suleiman, alikuwa anaondoka zake ile. Ni foul. Mahamudu Bugoma anakwenda kuizungusha, anagonga kichwa kule. William Kiyanja, mlinda mlango Machupa Kisumulo, alitizama tu na kisikitika mbali pale, asingeweza kuona. Tizama namna ambavyo alipiga Mahamudu Bugoma, ikatua kwenye ndonga ile ya William. Pana yule ni Laurent Suleiman, hiyo hapo, tizama, katua kwenye ndonga hiyo ya Laurent Suleiman, akaijaza kwenye kamba. Laurent Suleiman akiwapa bao la pili Yanga wakomboa. Sijui kama itawezekana kule. Ni Mponzi Shomari Mponzi amepita kule, wameamua, inaingizwa Majalo ndani, nafasi huku, gonga kichwa kule, nafasi ni sentimita, narejeshwa mchetoni, weka ndani, nini, offside. Alinaswa na mimi nimewaona wawili hao. Hiyo hapo alikwepo Hashim Kindemile kabla Mponzi Shomari kurejesha mchezoni. Laini tu Aisha. Haya, Lamela Zuberi ingiza Majalo ndani, nafasi nyingine tena, gonga kichwa kule, katoa kule. Kona ilikuwa inajia kambani ile. Emmanuel Ngunga, tizama mpira ulipigwa kimasiara hivi na Lamela Zuberi, hiyo hapo akafanya kazi yake kwa asilimia zote. Emmanuel Ngunga, inakuwaje? 1 2 3, nazungushwa chini, gonga kichwa kule, wanakutana nayo tena, inarejeshwa tena chini, kataa kule, meja kambani, Pilipili. Pilipili Emmanuel Ngunga, Arafat Masudi yule. Emmanuel Ngunga, mlinda mlango, haamini. Tizama, alipiga kona, wakacheza Yanga, akakutana nayo tena, akatandika mlinda mlango Emmanuel Ngunga, akaikosa ile, ikajaa kambani, yeye pamoja na mpira. Fountain Gate 2 Yanga 2.
na wakati wakienda nje kwenye bench. Haya, Lamela Zuberi na nafasi kule tatu. Baya hiyo. Super sub. Ni super sub. Mashabiki hali kadhalika benchi la ufundi la Yanga hawaamini. Dakika moja tu kabla hawajatulia, viongozi hawaelewi. Tizama, mlinda mlango Machupa Kisumulo alipiga mpira mrefu ukagonga kichwa, akaupitia ule ni Lamela Zuberi, akamwaga maji ndani. Ilikuwa ni kubonyeza tubonye. Hiyo hapo aliseti ile Hashim Kindemile. Lamela Zuberi akaingizwa ndani, akaenda kamalizia super sub Ramadhani Jumaa Sefu, ambaye ameingia kuchukua nafasi ya mfungaji wa bao la pili la kusawazisha Arafat Masudi, akiwatanguliza zaidi.